katika maisha ya kila mmoja wetu, ndipo ukaona ni vema tuweze kupata nafasi ya kujifunza jioni hii kutoka kwenye neno lako takatifu. Tunaomba ya kwamba utuongoze, utuelimishe tena, na katika kujifunza tunaomba ya kwamba tuweze kusikia sauti yako unapotuelekeza katika mada hii kuu na muhimu katika wokovu wetu. Tunaomba haya kwa Kristo aliye Bwana mwombezi wetu. Amen. Amen. Tunapoingia katika mambo ya matakatifu au hema takatifu, ningelipenda tuweze kujifunza baadhi ya vitu ambavyo vinaweza kuwa vya maana katika kujifunza, lakini pia siko kwenye uwepesi wa kuingia kwenye mambo ya ndani sana, kabla sijaweza kukua na uhakika kwamba angalau watu ambao tunatarajia wamefika kwenye somo au kwenye makambi yetu tunapoenda kuingia kwenye masomo rasmi, angalau tusiweze kupoteza awai mtu yeyote ambaye angeweza kunufaika katika majifunzo yetu. Kwa hiyo ninayoyafanya ni kana kwamba ni utangulizi, lakini utangulizi tu wa mbali, nikingojea labda kuanzia kesho rasmi tuweze kuingia katika mambo muhimu na ya msingi katika somo la patakatifu katika mtazamo wa tabia ya Mungu. Kuna mambo ambayo tunafaa tuyachunguze, lakini tunahitaji tuwe sote darasani tunapoanza, ndiposa kanuni za kwanza na msingi unapowekwa mtu yupo darasani. So ukiwa darasani inamaanisha ya kwamba inakuwa ni rahisi tunaposonga mbele, tunajua tulipotoka, kuliko tufike pahali ambapo tuko kwenye mambo mazito, mambo ya ndani, lakini kwenye msingi bado hatujaweza kujua tunatoka sehemu gani. So katika jioni ya leo kwenye devotion hii, ningelipenda tu tuangalie kitu kifupi tu kuhusu patakatifu katika njia fupi kabisa, ambayo ni kuangalia maana ya patakatifu na kanuni fulani za uzima za kiroho ambazo tunaweza jifunza kutoka kwenye somo hilo. So patakatifu katika maandiko imetumika namna gani? Yes. Patakatifu katika Biblia imetumikaje? Au sanctuary katika maandiko imetumika katika maana ipi? Ndio somo ambalo ningependa tuweze kuwa nalo. Nitakaka na kwamba tu ni theoretical, but tutaweza kuborrow some principles kutoka kwenye baadhi ya definitions ambazo zipo, alafu tutaweza kufunga somo la jioni. Now, dictionary moja ya Noah's Webster inapeana definitions kadhaa kuhusu patakatifu. Definition hizo nikachukua 6. Kwa hiyo nilikuwa najaribu tu ninapojifunza kuhusu patakatifu nikasema ni vizuri kwanza kujua definition ya hili neno sanctuary inamaanisha nini, and then ninaweza jifunza kitu kipi kutoka kwenye the meaning of the word sanctuary, just before even niingia katika kuangalia the details of what, yani umuhimu au ujumbe. Details ni taarifa kwa jumla au nini, taarifa kwa ndani. Kabla tujaingia kuangalia taarifa kwa ndani kuhusu patakatifu, nikataka tu kujua maana ya sanctuary tu yenyewe ina radha gani katika mtu unaposikia sanctuary, what comes to your mind. By the way, unapoenda kwenye sehemu fulani ya serikali, mahali ambapo wanyama ambao wako katika hali ya hatari wamewekwa, sehemu ile huwa inaitwa namna gani? For example, assume kwamba Tanzania imeweka na hifadhi fulani mahali ambapo wanyama fulani ambao maisha yao yako kwenye katika hatari ya kuangamizwa na kupotezwa. Sehemu ile huwa inaitwa namna gani? Sorry? Yeah? Eneo lililotengwa. Kwa Kiingereza wanasema namna gani? Is a sanctuary. For example, if you go to Nairobi, pata wale wanyama ambao wako in danger of extinction, kwamba wana window, wanaweza kuwa katika hatari ya kupotezwa. Kuna mahali wamewekewa sanctuary, yani a place of safety.
Sio? But anyway, from Webster Dictionary inasema hivi. The first one wanasema a sacred place. A sacred place, alafu akapeana katika Wayahudi hema lile lililokuwa Yerusalem, yani hekalu lililokuwa Yerusalem, lililokuwa inaitwa patakatifu patakatifu mno. Alafu anasema Leviticus 4:5, Leviticus 4:6, Hebrews 9:2. So hii ni Webster Dictionary ambayo kwenye estate, sio? Webster Dictionary mnaipata kwenye estate ya Ellen White, sio? Sijui kwa nini wakaona kwamba wao waweke Webster hapo. Wao wanasema kwamba ndio ambayo Ellen White alikuwa anatumia. Nasemaga hivyo au vipi? Iko hivyo haiko hivyo? Ndio wanavyosema. Ndivyo wanavyosema. So sijachunguza ni kweli au si kweli, lakini imewekwa hapo. So nikaanzia hapo. Sasa hiyo simaanishi kwamba position yangu itakuwa imejengwa kwenye Webster Dictionary. Yaani nilikutaka kujua wao wanasemaje kuhusu sanctuary. Number 2 wakasema the temple at Jerusalem. 2 Chronicles 20:8. Kwa hivyo hekalu kule Jerusalem wanasema ilikuwa inaitwa sanctuary. Number 3 wanasema a house consecrated to worship of God. Wakapenda kitabu cha Zaburi 73 mstari wa 17. Sehemu iliyokuwa imewekwa wakfu au nyumba iliyokuwa imewekwa wakfu kwa ajili ya ibada ya Mungu. Now, number 4 inasema a Catholic, in Catholic churches, katika kanisa la Katoliki ni sehemu ya kanisa mahali ambapo madhabahu yanawekwa, ambapo imezungukwa na kitu fulani wanachoita balustrade. Hiyo ni kitu gani? I think sehemu ile ambao wa Katoliki wanaita takatifu mno pale mbele. 5 anasema ni sehemu iliyokuwa imelindwa, a place of protection. Yaani sehemu yenye ulinzi, si iliyolindwa. Sehemu ambayo iko na ulinzi, a place of protection. For example, kuna sijui kama kuna hao walio hapa wanaokuja kutuchunguza, but kuna mambo yanayoendelea Tanzania, mambo mengi hapa, sio? Kisiasa. So wale ambao wanatoroka Tanzania wanaenda kujifunza sehemu fulani, nchi fulani, sehemu hiyo inakuwa nini? A sanctuary for them. Sehemu ambao wako na sehemu ya makimbilio, as place of protection. So neno sanctuary inaweza maanisha hivyo. Number 6 anasema a shelter. Sehemu ya kupata shelter ni kinga. Alafu pia inaweza maanisha protection, vitu kama hivyo. Sasa hiyo ni tu ni kuangalia tu Webster anamaanishaje anapozungumzia neno sanctuary. So nikafanya hivi. Mimi nikafikiria ni vizuri nianze kutrace the word sanctuary kwa Biblia, alafu nijiulize from whatever naona jinsi ambavyo neno sanctuary imetumika, ninaweza jifunza nini kuhusu sanctuary. Kitabu cha kwanza nilichopata ni Leviticus 4:6. Leviticus 4:6. Kitabu cha Walawi 4 mstari wa 6 inasemaje? Walawi 4 mstari wa 6. Nasemaje? Kwa usomaji wa wepesi. Walawi 4:6 imeandikwa kisha kuhani atatia kidole chake katika hiyo damu na kuinyunyiza damu mbele ya Bwana mara 7, na kunyunyiza damu mbele ya Bwana mara 7 mbele ya pazia la mahali patakatifu, mbele ya pazia mahali patakatifu. Asante. Yo, komea hapo kidogo. Now of course tunajua damu inapatikana kwanza, damu kabisa kuhani anaipata wapi? Ndio apate damu lazima kwanza kabisa aanzie wapi? Kwa kafara, sio kwenye kafara huko nje, sio? Akiwa na ile damu kwenye bakuli, alafu anaingia ndani. Now kuna sentence hapa inayosema ya kwamba naye kuhani atatia damu kwenye vidole vyake na kuitia mara 7 mbele za Bwana. Sasa mbele za Bwana hapa nazungumzia sehemu ipi unapoangalia chati hiyo? Mbele za Bwana ni wapi? Just by the way, asubuhi tulipoanza nilinotice darasa letu liko very cold. Hata jinsi ambayo tunayoimba ni kama sijaelewa kama roho hajakuja bado au kuna shida au tuko tu baridi, sijui. Nimenotice tangu asubuhi hata jinsi tunavyoimba nahisi kana kwamba kuna kabaridi fulani. Kuna uoga wowote? Hapana. Naogopa kitu?
In case of singing, nilikuwa ninaona mimi wimbo tutauzoea tu kwenye hiyo nandi. Hata achana na wimbo wangu, asubuhi tulipoanza kuimba, kabla sijafika hapa, mwalimu alipokuwa anaimbisha wimbo wa kwanza, nyinyi hamkusikia baridi? Hamkuhisi baridi? Tuko sawa? Naomba confirm, are we okay? Yes. Tuko sawa? Tusiwe na hofu yoyote. Hapa hakuna kulazimishana chochote kile. Ni kushare two different ideas na tunazishape, nachukua kile ambacho ni kina uzito, sio? Tuwe huru, tusiwe na wasiwasi, you just speak your mind. Wewe unaonaje? So anasema in Leviticus 4:6, mwoga atachukua damu alafu atanyunyiza mara 7 mbele za Bwana. Sasa nauliza swali, hapa mbele za Bwana ni wapi? Nataka tu majibu kwa kifupi. Mbele za Bwana hapa ni wapi? Ni huku. Ni huku. Ni huku. Ni wapi mbele za Bwana? Okay, sasa Bwana kwenye hekalu alikuwa anauhakikisha kuwa wapi? Panaitwaje? Kwenye lugha ya kawaida tunaijua inaitwa namna gani sehemu? Kwa Kiingereza tunasema ni most holy place. Kwa Kiswahili most holy place tuitaje? Au patakatifu sana. Au patakatifu sana, tusiume urimi. But ni patakatifu sana au patakatifu mno, most holy place, sio? Sasa pasia iliyo mbele za Bwana basi ni ipi kwenye kidole changu? Si hii hapa? Sio? Hii ndio pasia tunayoambiwa kwamba kuhani amwaga nini? Damu. Sasa hapa nataka usikie neno lililotumika hapo ni ipi, pasia ya wapi? Soma. Kwa Kiingereza nasema before the veil of the sanctuary. Kiingereza nasema hivyo, before the veil of the sanctuary. Sasa neno sanctuary hapa limetumika kuashiria nini? Tumesoma fungu la 6. Bas, umeshaelewa? Nafikiria washapata tayari. Hapo neno sanctuary haija refer the whole. Yaani neno sanctuary haijatumika kuwakilisha jengo lote au vitu vyote kwenye nini? Kwenye hema. Imewakilisha point moja, sehemu moja inayoitwa nini? Patakatifu mno. Sasa ukinotice hapo patakatifu mno imeitwa sanctuary, but in real sense tunajua kwamba pia sanctuary ukinapozungumza patakatifu kwenye mawazo kwa jumla huwa tuzungumzie patakatifu mno, tunazungumzia the whole. Tunazungumzia sehemu yote, sio? Lakini pia maandiko huwa yanatumia neno sanctuary ku refer what? But why? Kwa nini? Kwa maana kama basi tutakumbuka zile definitions za Webster, sanctuary ni sehemu mahali ambapo Mungu anafanya kitu gani? Anapatikana. Kwa mfano, kumbuka kuna definition iliyosema ya kwamba a house consecrated to worship, called the holy of holies. Kuna kitu kingine hapo kweli? Hamna hiyo. But anyway, the point ni kwamba patakatifu ndio panaitwa sanctuary, kwa maana sanctuary ni sehemu ambayo Mungu anahakikisha kuwa hapo ndipo anapopatikana. So katika fumbo lile la hekalu lile, mahali ambapo uwepo wa Mungu ulipokuwa unadhihirika panaitwa sanctuary, kumaanisha sehemu mahali ambapo Mungu yupo. Sawa? So that one is to confuse na sanctuary kama the entire. Yaani isikuchanganye tunapozungumzia hekalu kwenye nini? Ujumla wa hema ile. Okay? Tunaelewana vizuri jamani? Now, another place mahali nipata neno sanctuary. Now, I hope you notice my intention kwenye haya yote, sijaanza kuingia kwenye somo la mambo haya. Hii inamaanisha nini? Hii inamaanisha nini? Just trying to digest neno sanctuary inamaanisha nini na inajifunza kitu kipi. Now, kitabu cha Numbers 18:3. Numbers 18:3. 18:3. Imeandikwa Hesabu sura ya 18 fungu la 3. Nao watashika ulinzi kwa amri yako na ulinzi wa hema yote, lakini wasikaribie vyombo vya patakatifu wala madhabahu, wasife wao pamoja na ninyi. Naomba waze vizuri. Naomba nirudie. Nao watashika ulinzi kwa amri yako na ulinzi wa hema yote. Asante. Kwa hiyo usikae. Laini ya kwanza amesema washike ulinzi kwa nini?
kwa amri Ehe. yako. Washike nini kwenye amri hiyo? Wanafaa wafanye kitu gani? Ulinzi. Ulinzi wa nini? Le sentence ya kwanza nini imetumika? Hema yote. Now notice sentence ya pili nini imetumika? Endelea. Lakini wasikaribie vyombo vya patakatifu. Asante. Sehemu ya pili imetumika nini? Patakatifu. Sehemu imetumika nini hapo? Vyombo vya wapi? Haya. Patakatifu, jinsi ambavyo patakatifu imetumika hapo na ile ya kwanza ni kitu moja? Hapana. Ile ya kwanza ilikuwa inazungumzia wapi? Sema yote. Ile ya kwanza ulioisoma, ile ya kwanza, ile ya kitabu cha sawa. Ile kitabu cha Leviticus. Patakatifu mno, sio? Lakini hapa kwa Hesabu 18 mstari wa 3, patakatifu imetumika kuwakilisha nini? Eneo lote. Mahali vyombo vipo, sawa? Kumaanisha hema hili yote, sawa? But kuna point ya msingi ambayo nataka tuongeze kwenye definition zetu sasa ya pili. Definition yangu ya pili ama nilichojifunza cha pili ni kwamba patakatifu na hema ni kitu moja. Yaani hema na patakatifu ni kitu moja. Nimekosea? Nimekosea? Ndio. Kwa nini nimekosea? Hema ni yote. Patakatifu ni pale ambapo kiti cha rehema kinakuwa. Aha. Patakatifu patakatifu. Sasa unajua patakatifu hiyo ni most holy place, sio? Na tumesema tayari most holy place inaitwa pia sanctuary, but also sanctuary tumepata hapa inatumika kumaanisha the entire tent. Sasa unaelewa vizuri? So unaposoma maandiko lazima uone katika kila context ujiulize, na hapa nini Mungu anafanya nini? Anarifaa, sio? Sasa anapozungumza kwenye kitabu cha Hesabu, point hapa naomba nifafanue. Maagizo haya ni Musa anampatia Aaron. Anamwambia ya kwamba yeye na watoto wake ndio watakaokuwa na hudumu wapi? Kwenye patakatifu. Kwenye hema hii. Vijana wa Aaron ndio watakaokuwa wanamsaidia kwenye kazi ya patakatifu hapa. Lakini yeye atakuwa anaingia mara moja kwa mwaka wapi? Lakini kuna kundi lingine la tatu wanaoitwa Walawi. Sawa? Sasa hawa Walawi ndio wanaorejewa hapo ya kwamba wao watakuwa wasaidizi, lakini wasiguze vyombo vyovyote vya nini? Vya hema au sijui kama nielewa vizuri. Mara ya kwanza na Musa anaisema hivi, wasiguze, wani wakue wakikusaidia katika hema, lakini wasiguze vyombo vyovyote vya nini? Kumaanisha kazi yao pale ni assistance. Lakini wasiguze chochote. Wao wafanya kulingana na maelezo. Niletee hiyo na wanakuletea. Lakini wasiguze chochote. Sawa? But cha msingi hapo kwangu ni kwamba hema, unapozungumzia hema, neno hema ni tabernacle kwa Kiingereza. Tabernacle na sanctuary, they are the same things. Sawa? Unapozungumzia holy tabernacle ama the tabernacle of God, unazungumzia the sanctuary of God. Tumeona vizuri hapo? So, naomba nirudie mara ya mwisho. Sanctuary na tabernacle zinaweza tumika interchangeable. Yaani zinaweza tumika kwa mbadala. Kumaanisha unaweza zungumza sanctuary utumie neno nini? Hema. Sio? Ndio maana Kiswahili nasikia lugha ambayo huwa inatumika sana kwa lugha ya Kiswahili ni hema takatifu. But in real sense, you see, wakati Mungu alipokuwa anazungumza na Musa akamwambia kitabu cha Kutoka 15, hakumwambia amtengenezee hema takatifu, alimwambia amtengenezee patakatifu. Ni patakatifu. Sanctuary. So you know patakatifu is holy place. Sijui kama umenielewa. Hebu fungua kitabu cha Exodus 25 verse 8. Nasemaje? Mnaijua? Naam. Wewe unataja Kiswahili ya Biblia. Exodus Kutoka 15 Kutoka 25 mstari wa 8. Nasemaje? Nasema nao walifanyia patakatifu. Now notice. Na wao wanitengenezea nini? Patakatifu. Na pause there. Ukikaa hapo uangalie patakatifu ni wapi? Patakatifu si ni hapa? Chumba cha kwanza. Chumba cha kwanza. Haya, Kiingereza nasema nini?
Let them make me a sanctuary, not a holy place or the holy place, just what? Sanctuary. So Mswahili akatafsiri nini? Patakatifu, sawa? So Mungu anapozungumza kuhusu hema takatifu ni sawa sawa na sanctuary. Sasa sijui kama kuna neno sanctuary halisi kwenye Kiswahili. Halipo. Ndio maana wanatumia nini? Patakatifu. Sawa? But hapo tumeweza kupata point ya msingi. Sasa nina swali. Mbona sanctuary? Sasa hapo tunaanza kujifunza sasa spiritual lessons kutoka kwenye that lesson ambayo nimezani, yani kwa mfano that is intellectual kwamba sanctuary can be used interchangeable na nini na tabernacle, sio? Yes. So ni nini hasa najifunza hapo? Naweza jifunza nini? Then naomba tujiulize swali pamoja and then tuulize Biblia. Ni kwa nini maandiko wakati fulani iite sanctuary, iite tabernacle, wakati mwingine iite sanctuary temple? Kwa mfano Ezekiel 41 verse 1. Nasemaje? Ezekiel 41, kitabu cha Ezekieli 41 mstari wa kwanza. Inaandikwa akanileta mpaka hekaluni, akaipima miimo, upana wake dhiraa 6 upande mmoja, na upana wake dhiraa 6 upande wa pili, ambao ulikuwa ni upana wa maskani. Now, nani ambaye amenotice kitu fulani pale? Neno temple, hekalu, sio? Limetumika interchangeable na tabernacle. Na notice hapo? Umeona hiyo kitu hapo? Mahali tulipotoka sanctuary imetumika ikibadilishwa na tulipotoka, sio tabernacle, sio? Sasa hapa tabernacle imetumika ikibadilishwa na temple, sio? So najiuliza swali, kwa nini mara moja sanctuary wakati fulani inawakilishwa as a tabernacle and then wakati mwingine as what? A temple. Sawa? Ndio swali ambalo nataka tujiulize. Now, tunapoenda pale niweze kukumbusha kitu fulani. Wakati ambapo Israeli walipokuwa wanamtengenezea Mungu patakatifu mno ama hema lile takatifu, by the way, naomba mtu afungue kitabu kinachoitwa Kutoka 18 mstari wa 7. Tusichoke kufuata nukuu hizi kwa maana kuna kitu ambacho nitatafuta mwishoni tuweze kuona lesson ni ipi ambayo tutajifunza katika mambo haya. Nasema Kutoka 18 mstari wa 7. Imeandikwa, basi Musa akatoka nje ili amlaki mkwewe, akasujudia na kumbusu, nao wakaulizana habari. Kisha akaingia wapi? Hemani. Nao unaposikia lugha akaingia hemani, ni structure gani ya boma unayoiona kwenye mawazo? Kwa hivyo Jethro na Musa waliingia patakatifu? Kwa turubai. Sio? Hiyo ndio kwenye mawazo mbio, sio? Can I ask you a question? Ukisikia kwamba wakaingia kwenye hema, unaweza kuwa na nyumba ya mzengoi kwa mawazo? Haiwezekani. Kwa nini? Sio hema hiyo, sio? So unaposikia hema, nini unaona katika mawazo kuhusu jengo ile ama kuhusu sehemu hiyo? Ni tent au nyumba iliyo nini ya muda, temporary, sio ya kitambara, lakini sio nyumba iliyo ya nini ya kudumu, sio? Kaka karibu, shafika hapa. Now, so tusisahau nachokifuata hapa, tusahau yote nao yajua kuhusu hema pale, sawa? Hao yasahau kwanza, usikusumbue. Sasa shangaa, kwani nilikuwa nafikiria najifunza mambo ya hema hapa, alikuwa anafaa tuingie kule nje, kule tuingie patakatifu. Tutaingia hapa, lakini sasa tuanzie chekechea, sawa?
Si vizuri hapo ama nimewadunisha? Hapana. Iko sawa? Tuanze taratibu hapo, sio? Sasa mbona hema iitwe mbona sanctuary wakati mmoja inaitwa hema, wakati mwingine inaitwa nini? Temple. Now let me ask you a question. Unaposikia temple, what comes to your mind? Mahali ambapo Mungu yuko ndani yake. Lakini sasa kwenye hiyo jengo unapoliangalia hema hiyo temple, what comes to your mind? Ni jengo la aina ipi? Kubwa and then la kudumu. Now notice my point of emphasis. So unapozungumzia temple na tabernacle unazungumzia kwenye picha kitu kimoja, lakini katika quality mbili tofauti. Sawa? Sasa Musa alipokuwa anatengeneza sanctuary patakatifu, ilikuwa ni tabernacle, ni tent. Sawa? Kwa maana yake si walikuwa wanasonga songa. Sio? Walikuwa wanatembea huku na huku, wanahama. Kwa hivyo walihitaji kitu ambacho kinafanya kitu gani? Kinabebeka. Si ndio maana yake? Wanaenda mahali fulani wanaiweka, wakitaka kuondoka wanafanya nini? Wanabeba. Wewe utaweka temple uibebe? Haiwezekani, sawa? Si ndio maana yake hiyo? Sasa swali, haya yote ni kwenye accident. Mungu angehitaji nijifunze kitu pale. Naam. Pia naona kama kuna mahali tunaanza kuachana kidogo. Hebu tuziweke kwenye tafsiri zetu za kawaida za Kiswahili zote tatu. Hiyo temple na tabernacle na sanctuary yenyewe. Kwa sababu ninapoonea umuhimu sana hapa kwenye msingi kuliko mahali kwingine. Ndio hapa tuko kwenye level zote. Kwa hiyo tukisema hivi temple, kwenye akili yangu ninaweza mimi hata kulipatia, ninaona jengo la maana ambalo liko imara la kudumu. Tukisema tabernacle ni kambi kama mahema ya makambi wale wanaoweka wa Adventista wa Sabato kwa ajili ya muda, baadaye wanabeba wanarudi nayo nyumbani. Sasa tofauti hizo na tafsiri zake vizuri kwa Kiswahili zingeweza kutusaidia wote ili tuhame hapo tukiwa mmoja, sababu sanctuary tumeanza tukiwa tunaita hivyo. Kwa hiyo inawezekana mpaka sasa hivi hatuna Kiswahili chake sawa sawa, ukitofautisha na zile zingine. Ningependa tusicomplicate. Now to take the principle, tusicomplicate sana, because our interest is complicated. Our interest is to get principles. Now tusidwell kutafuta neno la Kiswahili la sanctuary. Ninapozungumza sanctuary, you know what I'm speaking about, sio? Ninapozungumza sanctuary unajua nazungumzia kitu kipi, sio? Sasa nataka tufanye hivi. Tunapozungumzia sanctuary, whether iko kwenye hema au kwenye temple, ni bado ni nini? Ni sanctuary. So haijalishi kwenye. Kwa hivyo unaweza ita tent sanctuary na temple sanctuary. Sawa? So tukisha move from sanctuary, sasa mimi natafuta mbona wakati mmoja ni temple, wakati mwingine not sanctuary, ni tabernacle. Sasa hapo ndo nipo. Unaelewa unachotafuta? Sijui kama nimekujibu point yako. Ya tuko pamoja. Oh yes. Nilikuwa nasema lakini kwa majina situnayo kama sanctuary patakatifu, tabernacle ni hema, temple ni hekalu. Haya, sawa. Wakati unaongea ndio unaongea Kiswahili, maana Kiingereza kimekuwa kingi kweli, si narudi nyumbani. Naweza kuendelea mbele hapo tumeelewana. Hapo tumeelewana. Haya, sawa. Now tusonge mbele sasa. Now point yangu ya msingi sasa ni hapa. Point yangu ya msingi sasa, haya ni mambo yanakaa kama kichekechea. Sasa mimi hao niko hapa, yani nifurahisha kwa nini? Kwa sababu ya point moja. Sasa nikajiuliza, sasa Mungu wewe kwenye maandiko unapotumia hema, hapo wewe unakusudia nini? Sio? Na unapozungumzia hekalu wewe unakusudia nini? Nijifunze hapo, sio? Sasa kwa maana yake ndio kuna hema na kuna hekalu. Sasa haya yote naweza jifunza nini ambayo yanaweza nisaidia katika kuwaza katika safari yangu ya Ukristo? Nikakumbuka kitabu kimoja kinachoitwa Petro wa pili 1:13. Inasemaje? Petro wa pili sura ya kwanza fungu la 13.
Imeandikwa, Yes, soma. nami naona ni haki, Nami ninaona ni haki, maadamu nipo mimi katika maskani hii, maadamu nipo kwenye masikani hii, kuwaamsha kwa kuwakumbusha. kuwaamsha kwa kuwakumbusha. Fungu la 14. Asanti. Huyu anayezungumza nani? Na maskani hii nini niyo anazungumzia? Anapozungumza hapo kwenye nyumba ipi? Anazungumza akiwa kwenye nyumba ya nani? Ya mwili wake. Nyumba ya mwili wake. Unayemsikia anayeongea ni kana kwamba yuko mahali fulani, sio? Ndio. Sio? Lakini unajua binadamu si ni mtu mmoja, hakuna vipande vipande, sio? Lakini Petro hapa anazungumza kana kwamba yeye yupo ndani ya hema fulani, sio? By the way, maskani, sijui mbona Kiswahili katamka maskani. I'm not sure kama takuwa niko sahihi. Nyumba ya mzee Ngoi ni maskani yake, si maskani yake? Maskani yake, sio? Lakini hawezi ita hii nini? Ni si temple, hawezi ita tabernacle. Kwa maana yake kile ambacho Petro amekitumia kwa Kiingereza si maskani kwa general, ametumia lugha specific, yani yani ametumia neno hasa ambao sio tu maskani, ameizungumzia maskani ya aina ipi. Kwa Kiingereza anasema ni katika nini? Katika tabernacle hii au katika tent hii. Sio maskani tu ya aina yoyote ile. Anasema hivi, kadri nilivyo kwenye hema hii, ndio rafiki ndio ingefaa neno sahihi. Kadri nilivyo kwenye hema hii, yani pasa niendelee kufanya kitu gani? Wakumbusha. Mbona Petro atumie hapa kirejea hekalu? Kwa maana yake Paulo pia anapozungumza naye pia kuna jinsi ambavyo anavyozungumza. Kwa mfano, naomba uangalie kitabu cha Wakorintho wa kwanza 3:16. Tunafahamu verse inasemaje? Nasema, hamjui ya kuwa ninyi mmekuwa hekalu la Mungu? Hamjui ya kuwa nyinyi mmekuwa hekalu la nani? La Mungu. Mbona Paulo anasema mmekuwa hema ya Mungu? Umeelewa? Sisi kama mnaona mimi natafuta nini? Ama mimi mwenyewe ndo nanisumbua. Mimi hapo kuna kitu natafuta. Hapa angalia hapa. Huu mwili wa nje unapita. Sio? Huu tutauacha, huu ni nini? Huu hekalu. Hii ni hema tu. Utaikuta siku moja utafanya kitu gani? Hii sio ya kudumu. Sawa? Hii sio ya kudumu. Sawa? Lakini Paulo anapozungumzia kile cha kudumu, haitumii lugha ya hema, anatumia lugha ya nini? Ya hekalu, temple. Kwa hivyo Mungu anakusudia, ndo maana yake pia kama sijakosea ni Petro huyo anasema tusikae tukiwa tunashughulikia hii hema ya nje ambayo inafanya kitu gani? Ambayo inaharibika. Tuzungumzie, tushughulikie utu wa nini? Utu wa ndani. Kwa maana yake huu utu wa nje tutafanya kitu gani? Tutauacha. Lakini kile ambacho tutabeba milele na milele ni tempo ya Bwana. Manielewa tutafuta? Kwa mfano, naomba tuangalie kitabu kinachoitwa Wakorintho wa pili. Wakorintho wa pili mlango wa 5 mstari wa kwanza. Imeandikwa, kwa maana twajua ya kuwa nyumba ya Wakorintho wa pili. Wakorintho wa pili. Wakorintho wa pili sura ya 5. Sura ya 5 fungu la kwanza. Sura ya kwanza. Wakorintho wa pili sura ya 5 aya ya kwanza. Kwa maana twajua ya kuwa. Kwa maana tunajua ya kuwa nyumba ya maskani yetu. Nyumba ya maskani yetu. Sasa hapo pia sipendi hiyo. Kwa maana anapozungumzia maskani hapo pia kuna kitu amenificha. Anafaa nikumbusha haya maskani ya aina ipi? Haya ni maskani ya uharibifu. Yaani unajua unaponiambia maskani ninafikiria kama ni ile mansion yangu ambayo iko Dar es Salaam huko. Maskani ya kwangu wewe. Sio? Paulo hapa anazungumzia, ni Paulo sijakosea. Anazungumzia kitu hasa anachokilenga. Hebu alienda Kiingereza nisomee kabla wewe ndugu akae. Inasemaje? Anasema hivi, for we know that if our earthly house of this tabernacle, nyumba hii ni ya nini? Ni ya hema.
wa dissolved. Inafanya kitu gani? Inaharibika. We have a building of God, an house not made with hands, eternal, where tuna nyumba nyingine. Maliza mwalimu kwa Kiswahili. Nasemaje? Naomba nirudie. Kwa maana tajua ya kuwa nyumba ya maskani yetu iliyo ya dunia hii ikiharibiwa. Nyumba ya dunia hii, ndio vizuri hapa. Nasema kitu fulani hapo. Kwa maana tajua ya kuwa nyumba ya maskani yetu iliyo ya dunia hii ikiharibiwa, tunalo jengo litokalo kwa Mungu. Sasa umegundua unasema mimi hapo. Hello. Sijui nyinyi kama mmenotice kuna kitu ambacho hakipo hapo. Nini hakipo hapo kwenye verse anayoisoma kwa Kiswahili? Mnapata kile ambacho hakipo hapo ni kipi? Mnapata hampati, mnasema ndio au hapana? Ni kipi? Nini hakipo hapo? Hebu rudia ndugu tena mara ya mwisho. Nasema kwa maana twajua ya kwamba kwa maana twajua ya kuwa nyumba ya maskani yetu iliyo ya dunia hii ikiharibiwa. Hiyo maskani iliyo ya dunia hii ikiharibiwa, ameitamka ni kitu gani? Amesema tu ni maskani, sio? Lakini Kiingereza nasemaje? Ina specify, sio? Wacha niseme hivi. Naomba niwaambie hivi. Sijui kama nitakuwa ninakosea kwa kusisitiza maneno. Unajua, naweza kuwa labda mimi tu niwe nayo bother. But mimi nafikiria Mungu anapotumia neno ina maana yake. Siko na kwamba alikuwa anataka, unajua kwa mfano tunapoandika kitabu, unapiga hesabu, na nataka niandike kitabu chenye ukurasa wa 400. So unatafuta maneno ya kujaza. Sijui unanielewa? Wale ambao mna uzoefu wa kuandika, unanielewa? Cyprian, unalenga mimi nataka tu ikuwe ukurasa 200. So wewe lengo lako ni ijaze maneno ya nini? Ukurasa. Hapana. Mungu anapoandika kila neno la nini? Na maana, sio? So anapozungumzia hapa anazungumzia maskani yenye hema. Kwamba hema hii inafanya kitu gani? Mwalimu anasema sijui kama amefanua hapo. Tunalo jengo litokalo kwa Mungu. Tunalo jengo litokalo kwa Mungu. Nyumba isiyofanywa kwa mikono iliyo ya nyumba isiyofanywa kwa nini? Kwa mikono. Kwa mikono, iliyo ya milele mbinguni. Iliyo ya milele wapi? Mbinguni. Kwa ndio maana maandiko sehemu nyingine basi nikisummarize nasema ya kwamba mwili huu wa kuharibika utavaa kutokuharibika, sio? Kwa Mungu anatamani tudumu katika kurembesha hekalu. Ambao ni nini? Ambao ni utu wetu wa ndani, ambao ni akili zetu, au ni nia. Sijui kama sasa Kiswahili ndio matatizo yalikuwa ya asubuhi. Mind yetu, sijui kama hapo nitakuwa nimekwepa mambo mengi hapo. Ni hivyo. Mungu anatamani tudumu katika kurekebisha hekalu lake ambalo lilikuwa limebomolewa, sio? Tunapoendelea kurekebisha huu mwili wa nje ambao unaendelea kuchakaa, tusijari nao. Haimaanishi tujiachilie, sio point yangu, sio? Haimaanishi tujiachilie, hapana, lakini namaanisha hivi, tujue ya kwamba kinachodumu ambacho itabeba kutoka katika ulimwengu huu sio urembo wangu wa nje, sio? Bali ni urembo wangu wa nini? Wa hekalu la ndani, sio? Lakini sasa sijui kama nitakuwa nimekosea. Kristo naye alipokuwa duniani hapa akasema kitu fulani. Kwenye kitabu cha Yohana 14 mstari wa 1. Akawaambia msifadhaike moyoni mwenu, sio? Kwa nini? Naenda kwa Baba, alafu kisha nitarudi kuandalia. Hebu someni hapo. Mimi sasa sijui kama nitakuwa kuna kitu nataka kusema hapo, lakini ni vizuri kwanza tusome alafu niwaambie kitu fulani. Ni Yohana sura ya 14 aya ya kwanza. Imeandikwa. Msifadhaike mioyoni mwenu. Msifadhaike mioyoni mwenu. Na muamini Mungu. Muamini Mungu. Niaminini na mimi. Mnamwamini Mungu, niaminini na mimi. Nyumbani mwa Baba yangu. Nyumbani mwa Baba yangu mna makao mengi. Mna makao mengi. Kama sivyo ningaliwaambia. Maana naenda kuandalia mahali. Naenda kuandalia mahali. Sasa sikiza, nina swali. Kuna amesema mara ya kwanza kuna nini? Makao mengi. Alafu naenda kuandalia mahali. Sasa hiyo inamaanishaje? Nani ambaye haoni hapo kuna vitu viwili ambavyo havifanani hapo? Kama hapo kwa nini anaenda kuandaa? Anasema nyumbani mwa Baba yangu kuna nini? Makao mengi, sio?
Alafu anasema ninaenda kuandalia mahali. kwani anaenda kuweka blanketi kwa kitanda, aweke dhahabu kwa sakafu, aweke silver pia kwa ukuta. Nyumba hii anaoiandaa, tumeambiwa ni anaenda kuandaa kule. Alafu tumeambiwa hivi, Wakorintho wa pili amesema nyumba ambayo imetengenezwa na isiyo na mikono ya nani? Hiyo nyumba gani hiyo? Sasa sikizeni niwaambie, mimi nitawaza. Sijui kama nitakuwa nimekosea. Na tulisema vizuri asubuhi ya kwamba tunamenya kile kitu ambacho ni kizuri, ambacho sio kizuri na kitema. Lakini pia unaweka kabio, unanyoosha mwenyewe, sio? Mimi naomba kupropose kitu. Nyumbani mwa baba kwa kweli kunao nyumba nyingi. Nyumba yani nyumba ni nini? Ni nyingi, sawa? Lakini anapoenda kutuandalia, Mungu yuko, Kristo alipoenda mbinguni, hayuko katika business ya kuandaa rooms na kuandika labels kwa mlango. Hii ni ya Wycliffe Nyasani, hii ni ya Agathon, hii ni, hayuko katika business hiyo. Yuko katika business ya kuandaa ile nyumba nyingine yaliyoizungumzia kitabu cha Wakorintho. Hebu twende pale Wakorintho wa pili ile 5 mstari wa kwanza, nasemaje? Ilikuwa ni Wakorintho wa pili sura ya 5 fungu la kwanza. Ambayo yenyewe inasema kwa maana twajua ya kuwa nyumba ya maskani yetu iliyo ya dunia hii ikiharibiwa, tunalo jengo litokalo kwa Mungu. Tunalo jengo litokalo kwa nani? Kwa Mungu. Kwa Mungu. Nao point yangu ni hiyo. Tunalo jengo litokalo kwa Mungu. Yaani hapo Paulo anazungumzia mambo mawili. Kwamba hema hii usikae usichoke. Hema hii inayoharibika, hii inayoharibika hii, lakini Mungu anatuandalia isiyoharibika. Kitu gani? Jengo. Tunalo jengo. Si ndio Kristo akasema mwenyewe, ninaenda kwa Baba kuandalia nini? Makao. Yaani mansion zenyewe zipo. Mimi sikatai, najua kila mtu anatamani apate moja. Hiyo ina shida. Mimi sina shida na hiyo. Hiyo hata mimi natamani nipate yangu moja. Hiyo sio shida kabisa. Hiyo iko sawa. Lakini cha msingi nataka tupate hapa. Cha msingi Mungu anataka kwenye mawazo yetu tujue ya kwamba makao yale anayoenda kutuandalia sio ya muhimu kama makao anayotuandalia ambao ni hekalu hili. Likuja kuvikwa hali ya kutokufa, hali ya kutokuwa na nini? Ya uharibifu. Sijui kama nitakuwa nimesema heresi kwamba Mungu anatuandalia nini? Makao. Na makao hapo kwenye kitabu cha Wakorintho sio nyumba ya nini? Ya kwenda kulala. Nimekosea jamani? Niko sahihi hapo? Yes. Naomba tusikize ndugu hapa. Ya kidogo tu hapo. Maelezo yako vizuri na maana ambayo unaielezea tunaielewa. Sasa ili tuweze kuiweka vizuri kwamba maana yake umechukulia tabernacle kwa tafsiri ya hema, mnasi picha inapatikana kwamba hema ni kitu ambacho kikiona ni temporary justice, ndio. Sasa hebu tuone makao ya Mungu haya. Mbona tena Ufunuo Yohana anaona kama ni tabernacle? Ufunuo 21:3, hebu tuisome. Naomba hiyo uiweke vizuri. Hiyo tulia. Hiyo tukiingia hapa hiyo tutainyoosha wenyewe. Sawa. Hiyo yani hapo, yani sasa unaona umeenda hapo. Yani naomba tu tusikimbie kwanza hapo. Hapo hiyo nataka tunaipitia. Iko kwenye ratiba yangu hiyo. Sawa. Yeah. So mimi cha msingi hapa nataka nisisitize ni kwamba nimewahi nikijiuliza Kristo alipoenda mbinguni anapoandaa hizi makao, kwani hizi makao zinachukua miaka ngapi kuandaa? Hello? Mnaelewa vizuri? Sasa naomba pia niweke caution. Caution kumaanisha niweke nini? Tahadhari, sawa? Nilipota mtu asije akatoka hapa alafu akaenda akasema kile ambacho sikuwa nakusudia, sawa? Mungu anisamehe kama nitakuwa nimekosea, lakini niweke wazi ninachokisema. Sisemi kwamba hatuna makao ya kuenda kuishi ndani. Sawa? Sisemi hicho. Hayo makao sio muhimu kama makao ambao Mungu anaandalia hekalu lake. Sasa napozungumzia hekalu lake, nazungumzia ile kitabu cha Wakorintho ambayo anasema kwamba amjui kwamba ninyi ndinyi nini? Hekalu. Nazungumzia utu wa ndani ambao Mungu atauvisha nyumba. Si ameita nyumba? Ameita nini? Ameitaje?
Ameleta nyumba, sio? Ambao Mungu anataka kuvisha nyumba iliyotengenezwa pasipo nini? Mikono ya wanadamu. Si ndio maana yake? Sasa kama ni nyumba ambayo haijatengenezwa na mikono ya binadamu, imetengenezwa na mikono ya nani? Asiye binadamu, sio? So ni Mungu huyo. Lakini Mungu mambo yote huyatenda kupitia nani? Mwanawe Yesu Kristo, sio? Kwa hivyo inatimiza kile ambacho Kristo mwenyewe aliahidi, naenda kuandalia makao. Nimekosea? Niko sawa? So kumaanisha, enyi wa Kristo wenzangu, akili zetu zisikuwe zikidumu kuangalia na kutamani nyumba za dhahabu na silver na kioo cha nini? Bahari ya kioo. Tukasahau kwamba makao hayo yatakuwa tu yani ni kwa kuelekeza mawazo yetu, tusije yani sijui kama nasemaje. Yani picha nisemeje kwa njia nzuri yani. Yani makao yale tunaoyaandaliwa kwa njia moja ni kuwakilishiwa kile ambacho Mungu anakiandaa kwa ajili ya sisi ambao tutavisha kutoharibika. Hiyo ndio tu point yangu. Sawa? Mpaka hapo nani ana swali? Mpaka hapo nani ana swali? Now, ningelipenda tuende katika pointi nyingine. Kitabu cha Waefeso 2:21 nasemaje? 2:21 anasema hivi. Katika yeye jengo lote linaungamanishwa vema na linaungamanishwa vema na kukua hata liwe hekalu takatifu katika Bwana. Asante. Kwa hivyo jengo linalounganishwa hapa tunajua sio majengo ya marigafi ya mfu, ni majengo ya marigafi ya nyoyo za wanadamu walio hai, sio? Na wanaitwa nini? Jengo, sio? Kwa hiyo kwenye maandiko haijakuwa kitu ambacho ni kitu kigeni kuwakilisha binadamu wanaposafishwa na kuandaliwa, kuwakilisha kama hekalu ambao Mungu analiandaa. Lakini hebu tuangalie kitabu cha Danieli 5:3. Danieli 5:3 nasemaje? Danieli sura ya 5. Danieli 5:3. Ndio, nasema basi wakavileta vile vyombo vya dhahabu vilivyotolewa katika hekalu la Mungu, la nyumba ya Mungu lililokuwa kwa Yerusalemu, na mfalme na wakuu wake na wake zake na masuria wake wakavinywea. Sasa hapo tunapata ile neno hekalu, sawa? Okay. So hekalu tushaelewa maana yake. Kuna neno hapa ambalo ningelipenda tuweze kuangalia kwenye Strong's Concordance inamaanisha kitu gani? H69:34. Now, hebu tufungue kitabu cha Kutoka Kutoka 15 mstari wa 13. Kutoka 15:13. Imeandikwa, wewe kwa rehema zako umewaongoza watu uliowakomboa. Kwa uweza wako uliwaelekeza hata makao yako matakatifu. Hilo neno makao yako matakatifu alina Biblia ya Kiingereza ni neno lipi? Makao yako patakatifu ni neno lipi? Naomba nisome pia. Nimepata hapa. Mwingine anapoendelea kusoma hiyo, mwingine afungue kitabu cha Kutoka 30 mstari wa 24. Kutoka 15 tumesoma fungu la 13. Anasema kwenye hilo neno imetumia holy habitation. Imetumia neno holy habitation. Mahali, na unaposema patakatifu but habitation inamaanisha aje? Ni makao.
Yaani habitation ni mahali ambapo mtu anakaa. So ni mahali patakatifu, mahali ambapo Mungu mwenyewe anafanya kitu gani? Anakaa. Okay? Now, Exodus 30 verse 24. Nasema Kutoka 30 fungu kutoka 30 fungu la 24. Nasema nakida shekeli 500 kwa kuiandama shekeli ya mahali patakatifu na mafuta ya zeituni kiasi cha vibaba 5. Fungu la 25 imeisha hivyo. ndio. Hebu rudia. Nakida shekeli 500 kwa kuiandama shekeli ya mahali patakatifu. Hilo neno hilo la mahali patakatifu. Mahali nini? Patakatifu. Kwa Kiingereza neno lipi? Of the sanctuary. Now, notice hapo neno patakatifu ni sawasawa na sanctuary, sio? Now, njoo nawapeleka hapo. Nawapeleka hapo kwa sababu ya kitu fulani. Nikiguza Strong's Concordance, mwalimu Oscar naomba uje. Nikiguza neno patakatifu ambalo limetumika hapo, najaribu kutrace hilo neno patakatifu ambalo limetumika hapo. Naomba wasomee hapa nikitafsiri. Namba yake hapo juu H what? H6944. Kwamba namba yake kwenye Kiebrania ni namba hiyo 1690. 6944. Haya, sawa? Exact the place. Sehemu ambayo ni kwenye sehemu hakika, sanctity takatifu. Yes, exact the place or thing. Ama kitu, yani inaweza kuwa ni place au kitu. Kwa hivyo neno linalotumika katika Kiebrania linapozungumzia patakatifu inaweza maanisha sehemu, pahali au kitu. Sawa? Very abstract sanctity. Maana kwamba ni kitu ambacho kiko takatifu au consecrated, au kitu kilichowekwa wakfu. Consecrated thing. Kitu kilichowekwa wakfu, dedicated thing. Kilichokuwa dedicated, sijui maana yake kwa Kiswahili. Hivyo. Sawa sawa. Hallowed thing. Kitu kilichokuwa hallowed sasa pia ni nini? Kitakatifu. Tuende mbele. Holiness. Utukufu. Most holy. Most holy, sehemu takatifu mno. Akachukulia kama ile day portion. Sasa hapo mbele soma kitu kilicho hapo. Saint. Saint ni mtu, kitu, pahali. Saint ni mtu, kitu, pahali. Mtu. So the word sanctuary can refer to mtu. Yes. Wangapi ambao mmenielewa? Sasa hapo kuna kitendawili. So ukisoma patakatifu pa Mungu, you need to go careful. Ujiulize katika definition zote ni ipi nayo fit hapa. Unanielewa challenge yangu nayo darasani. So Mungu anaposema hivi kwamba nitasafisha hekalu langu, anazungumzia nini? Usiseme mtu, kwa maana yake pia pahali panaweza itwa nini? Sanctuary. Unanielewa vizuri? So haufai kupreempt your idea. Haufai kuweka mawazo yako kwa kitu unachokisoma. Unaenda taratibu uulize Mungu mwenyewe afafanue. Hapa analenga kunifunza nijue nini hasa anacholenga kukitengeneza. Yaani hapo, mwalimu naomba ukae. Yaani hapo pointi ya msingi ni kwamba neno sanctuary ambao kwa Kiebrania ni Kadesh yaweza maanisha sehemu takatifu, sawa? Au kitu kitakatifu, au mtu aliye nini? Mtakatifu, sawa? Sasa swali. Kwa hivyo Paulo hajakosea, sikizeni vizuri. Paulo hajakosea akisema kwamba ninyi ndio nini? Hekalu la Bwana. Ametoa wapi hiyo? Kwa maana hekalu ni holy habitation. Ni mahali patakatifu, mahali Mungu anafanya kitu gani? Anakaa.
So anamaanisha hivi, yeyote aliyempokea Bwana, Bwana anapokaa ndani yake, huyo mtu amekuwa nini? Amekuwa hekalu. Amekuwa, sasa unaposema hekalu ni sawa sawa na amekuwa nini? Sanctuary. So Mungu anapozungumzia sanctuary, anapoisafisha, we must ask ourselves kwamba among definitions zote za sanctuary ni ipi inayoingiana na kwenye muktadha, ni kipi kinachozungumziwa kwenye muktadha huo. Sawa? Okay. Wangapi ambao mnamjua ndugu anaitwa AGW? Mnamjua AGW? Nani? AG White. AJW. EJW. Ni Elite Joseph Waggoner, sio? Now, kitabu kimoja kinachoitwa The Everlasting Covenant. Kuna mada ambayo mwalimu amekuwa akizungumza hapa. And by the way, unajua hatujakaa na yeye tunaanza kuzungumza kwamba wewe ufunze hii na mimi nifunze hii. So ukiona zinaingiana, wewe msifu Bwana kwa maana yake Bwana mwenyewe kaunganisha. Sawa? Mimi na yeye kuna mahali sijampatia notes zangu. Sasa anasema hivi, na yeye of course hajanipatia zake. So naamini ya kwamba Mungu alikuwa anatamani kwamba tu dwell katika somo la kujaribu kuangalia ujumbe ule ambao tutumie kama kanisa. Na kitabu kinachoitwa Everlasting Covenant, na vile mwalimu anavyosema, nilipokuwa pia mwenyewe napojaribu kuangalia, nilikuwa interested kujua naweza pata maneno moja kwa moja yaliyokuwa yanazungumziwa ama yaliyozungumzwa na mandugu hawa wawili katika mkutano ule. Nikapata mengi nao yapata, ninao yajua, ninao yasoma, either ni maandishi ya EGW ama A.T. Jones baada ya mkutano. Mkutano masaa yameshaisha. Yaani au watu wengine wanapozungumzia walichofanya nini? So baadhi ya vitabu ambavyo Waggoner ameandika vinavyozungumzia mambo hayo ni hiyo inayozungumzia Everlasting Covenant. Na katika Everlasting Covenant kuna baadhi ya vitu vingi ambavyo viko pale ndani, lakini mimi ningelipenda niweze kumenya kitu kimoja katika mada yangu ya saa hizi. Anasema hivi, the word sanctuary, neno nini? Sanctuary signify holy place. Inazungumzia sehemu takatifu. And every abiding place of God is necessary holy. Na kila sehemu mahali Mungu anapokaa ni nini? Ni takatifu. Sawa? The sanctuary of God is there for his dwelling place. Kwa hivyo sanctuary ya Mungu ni sehemu anayofanya kitu gani? Anayokaa. Kwa hivyo sanctuary kwa kifupi ni sehemu ambayo Mungu anafanya kitu gani? Anakaa. Sawa? So tunapozungumzia sanctuary kwa hivyo tunazungumzia sehemu ambayo Mungu amebariki uwepo wake ukawa hapo. Sio? Na mahali ambapo Mungu yupo, basi anasema kwamba lazima iwe nini? Takatifu, sio? So kama sio takatifu na ilikuwa ni makao yake, then Mungu ako na responsibility ya kuanza kuisafisha ndiposa iwe nini? Takatifu, sio? Haya, kama tumeona mpaka hapo, ningelipenda tuweze kuenda tuangalie mara ya mwisho tunaweza angalia kitu kipi. Na katika hayo yote nipeane tena caution ya mwisho kabla mtu aweze kukosa kunielewa. Now, napozungumzia haya yote pia ni vizuri kuemphasize kwamba mahali popote Mungu yupo panaitwa nini? Patakatifu, sawa? So, Mungu akiwa na jengo mbinguni, jengo hilo ni utaita nini? Ni takatifu au utaita sanctuary, sio? Kwa mfano, Psalms 11, kitabu cha Zaburi 11 mstari wa 4. Zaburi 11 mstari wa 4. Zaburi 11 fungu la 4 imeandikwa. Bwana yu katika hekalu lake takatifu. Bwana yu katika hekalu lake takatifu. Bwana ambaye kiti chake kiko mbinguni. Bwana ambaye kiti chake kiko mbinguni. Macho yake yanaangalia. So hapa tunaambiwa kwamba Bwana anakaa katika patakatifu pake mbinguni. So patakatifu hapa wanapozungumziwa ni wanadamu au ni sehemu? Ni sehemu, sio? Iliyo wapi? Mbinguni. So mbona sehemu aliyo Mungu mbinguni inaitwa patakatifu? Ni kwa maana mahali popote Mungu yupo ni nini? Ni patakatifu, sio? Hapo tunaelewana vizuri? Okay. Kama tumeona mpaka hapo, Yeremia 17:12. Yeremia 17:12. Yeremia 17:12.
kitabu cha Yeremia sura ya 17 aya ya 12. Imeandikwa kiti cha enzi cha utukufu kilichowekwa juu tangu mwanzo ndicho mahali patakatifu petu. Na mbona nasema mahali patakatifu petu? Mbona natumia lugha hiyo? Because kumbuka neno sanctuary inaweza maanisha a place of what? Refuge, pahali pa kukimbilia, sio? Sehemu ya protection, ulinzi wetu au kimbilio chetu au shelter yetu. So mahali ambapo pameinuliwa, mahali kitu cha enzi kimewekwa, hapo ndipo kuna nini? Patakatifu petu. Kwa maana yake mahali pa kufanya nini? Pa kukimbilia. Now hiyo inamaanisha aje? Inamaanisha hivi kwamba Mungu yuna hekalu wapi? Mbinguni, sawa? Yuna nini? Yuna hekalu wapi? Mbinguni. Na mahali popote Mungu yupo lazima pawe patakatifu. Kwa hivyo hekalu lake mbinguni utaitaaje? Patakatifu pa nani? Pa Mungu, sio? Verse ya mwisho sijui kama nitakuwa nimepoteza reference yake, lakini kuna verse moja inayosema hivi, nimepoteza reference, naweza confirm. Look down from your holy habitation from heaven and bless your people Israel and the ground that you have given us, as you swear to our father, a land flowing with milk and honey. Kwamba unatazama kutoka patakatifu pako wapi? Mbinguni, na uwabariki watu wako nini? Israeli. Na hiyo version ambayo nimeisoma ni English Standard Version. Hiyo verse naweza kuconfirm nimetoa wapi, but ni kama tu nimeandika tu verse 15, siweza kuandika chapter ni gani na kitabu ni kipi, but I'm sure nitaweza kupatia hiyo, sio shida. Bali kesho taanzia hiyo. Now Messenger Bible inasema hivi, Messenger Bible Translation inasema hivi, look down from your holy house. Angalia kutoka wapi? Nyumba yako nini? Takatifu. Bless your people Israel. Bariki nini? Watu wako Israeli. Now notice there, so Mungu hapa anahakikisha kwamba anaangalia kutoka wapi? Mbinguni. Kutoka pointi ipi ya mbinguni? Kutoka nyumba yake. So hiyo nyumba yake inaitwa namna gani? Patakatifu pake, sawa? So mbona anaweka verses hizo zote katika kumalizia kwangu? Naziweka zote kumaanisha ya kwamba Mungu yuna hekalu wapi? Mbinguni, sawa? Na linaitwa hekalu takatifu, patakatifu pake, kwa maana mahali popote Mungu yupo lazima pawe nini? Patakatifu, sawa? Tukishapatana mpaka hapo, then niwakumbushe mbona nimewapeleka kwenye somo langu nzima. Somo langu nzima linakusudia kusema hivi, tunapoingia kuanza kujifunza kuhusu patakatifu, tusiingie na presumption. Au presumption ni nini? Presumption, mawazo tangulizi ambayo yana limiti. Presumption. No, ama neno linalotafuta labda ni preconceived ideas and opinion. Yaani tunapoenda kujifunza kuanzia kesho patakatifu, tunapoanza kujifunza baadhi za vitu ambazo ni kawaida tunavyovifahamu, usiingie na mtazamo wako wa awali kwa kila fungu. Sasa itakuwa ni vizuri katika kila fungu unapoingia ujiulize, kwa yote ambao jana na tumekuwa tukizungumzia, ambao ni leo sasa, yote ambao tumekuwa tukizungumzia kuhusu hekalu, ni ipi inayoingiana na nini? Na verse hii, sawa? Tumeelewana vizuri? Na tukishafika hapo, yeyote asije akawa uncomfortable aka conclude darasani ya kwamba nimeenda Songea nikapata watu wanajifunza ya kwamba hamna hekalu wapi. Manielewa? Are you getting me? Now prepare, kwa sababu najua barabara itakuwa bumpy. So is it clear? Is it clear? Wangapi ambao wamenielewa jamani? Mungu awabariki. Tuweze kuomba.
Baba unayetupenda, tunakushukuru kwa maana umekuwa pamoja nasi. Tunakushukuru kwa maana ya kutuongoza siku nzima, kutufunza kupitia ujumbe wako tangu tulipoamka, na ukatuongoza katika vipindi vyote, tukiamini kila mmoja wetu amekuwa akijifunza na kufuatilia sauti yako na kumwelekeza. Tunapenda kupumzika usiku huu, tuhifadhi na utulinde, na pia uweze kutuamsha kesho asubuhi tukiwa wazima na afya njema, tukiwa tayari kuendelea na kujifunza. Tunaomba kwa Kristo aliye Bwana mwombezi wetu. Amen.